Maafisa wa polisi walilazimika kufyatua risasi hewani ili kuwatawanya wakazi waliokuwa wamefika kushiriki mkutano wa kutoa maoni kuhusu hatima ya mkuyu wenye utata katika shule ya msingi ya Toroso, eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma. Wanji Sostin alihudhuria mkutano huo na anatupa taswira kamili kuhusiana na yaliyojiri katika eneo hilo. Tarehe 9 Oktoba mwaka huu, mahakama ya mazingira mjini Kitale iliagiza kufanyika kwa kikao cha kuwahusisha wakazi wa Mlima Elgon kuhusu suala la kung'olewa kwa mkuyu wa Toroso. Hata hivyo, shughuli hiyo ilivurugika hii leo katika shule ya msingi ya Toroso baada ya kuzuka mzozo kuhusu ni nani alifaa kuhudhuria mkutano huo. Polisi walilazimika kufyatua risasi hewani kutawanya vikundi viwili vinavyogombania hatima ya mti huo wa kihistoria. Naibu kamishina wa Cheptais Philip Sigei amesema utata huu umetokana na amri ya mahakama kutotaja wazi ni nani angeongoza mchakato huo, na hivyo mawakili wa pande mbili wanatazamiwa kurejea mahakamani tarehe 25. So ili tuepukane na mambo ya kotini tena, tukasema wenye walioenda kotini warudi kotini, waende kuuliza koti sasa hasa ni nani anapaswa kuongoza hii public participation. Mbunge wa eneo hilo Fred Kapondi amelaani kikundi kinachoshinikiza mkuyu huo kung'olewa, akisema kuwa baadhi ya wakazi wa Trans Nzoia walisafirishwa kimakusudi ili kutoa maoni yanayoegemea upande mmoja. Hatutaki watu wetu waangaishwe na watu kutoka nje. Mabasi kutoka Trans Nzoia wanatafuta nini na hii mkuyu? Hata tuseme tu ukweli. Public participation ni wenyeji wa hapa. Kapondi aidha amesema kuwa kamwe hatakubali kung'olewa kwa mti huo na kuwahimiza wakazi kufanya kipaumbele uhifadhi wa mazingira. Rais kama champion wa climate change Africa, sisi tunafuata nyayo zake. Na hatutaki hata vitu moja ipunguzwe. Baadhi ya wazee wa Mlima Elgon wanadai kwamba mababu waliwahi kutabiri kutekelezwa kwa tambiko fulani baada ya miaka 100, tarehe ambayo wanahoji imetimia, lakini mbunge Kapondi anasema madai hayo ni mbinu za ulaghai. Hii imekuwa ni laana kubwa ambayo imekuwa ikileta tabu, shida. Tangu hiyo miaka sote tumepitia changamoto nyingi sana. Watu wanaanza kitu inaitwa cult. Ile kitu karibu ianza hapa Mount Elgon. Na mimi kama mjumbe sitakubali. Wanji Sostin, TV47, kaunti ya Bungoma.